Baba, katika jina la Yesu, nakupa sifa, nakupa utukufu kipindi hiki cha naomba Kristo Yesu, kwa sababu yeye ni mwema na mwaminifu. Unitakasa na uniandae kwa ajili ya neno la leo. Unitumie Mungu wa mbinguni, maana mimi ni chombo chako. Ukatamaraki na ukatawale mwanzo na mwisho. Nakemea mapepo na majini na yanayoinuka kupinga neno ishindwe. Katika jina la Yesu shetani ashindwe. Katika jina la Yesu mapepo na majini ishindwe. Kila vita kutoka kwa wachawi anga yote ishindwe. Naomba Roho Mtakatifu utamaraki na utawale, ulete katika jina la Yesu. Utamaraki mwanzo na mwisho uonekane, kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa neno hili. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi na wakaribisha wote kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 kuanzia 1 mpaka 8. Nitasoma. Inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza imeshakwisha pita, wala hakuna bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukisuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mmeo. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kila kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye amefanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila jozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo, naye haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu kila kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye aliye na kiu maji kutoka chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye asindaye atayariti haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukisao na wauaji na wasinzi na wachawi na hao buduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kuhusu maandiko haya, Ufunuo yanazungumzia uzima, na si uzima tu, bali uzima wa milele. Tupie Yesu makofi. Bali ni uzima, tena uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana huyu mtumishi wa Mungu Yohana aliletewa ufunuo, akaonyeshwa mbingu mpya na nchi mpya, na akaambiwa yameshakwisha pita yale mambo ya awali. Hawa wanaambiwa ni wale wameamini kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Bwana Yesu apewe sifa. Katika hali hii mambo yanabadilishwa kwa yule ameamini. Yule ameamini kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi, huyo ndiye anapewa hii neema ya kwamba katika Kristo kuna mabadiliko, katika Kristo kuna uzima. Ndio maana imefananishwa kwamba ilionekana kama bibi harusi ambaye amepambwa tayari kwa mmeo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana maandiko yamesema hakutakuwa tena na kilio, maumivu, maombolezo. Pia
hakutakuwepo mauti tena, hakutakuwepo tena. Na wale ambao wameamini, maandiko yamesema wale wameamini. Bwana asifiwe. Wale ambao wataamini, hao ndio watapata maji ya uzima, ambao wataona kiu tena. Ndio maana maandiko yamesema yeye ni mwanzo tena yeye ni mwisho, atafuta machozi na kufanya mambo yote kwa mapya katika Kristo. Bwana Yesu. Kwa hivyo katika neno hili likutie nguvu wewe ambao umeamini, wewe ambao unajua ni nani aliye ndani yako. Kwa hivyo maandiko yamesema ya kwamba wale ambao Mungu wako upande wao, atawafuta machozi na atawapa maji ya uzima, ambao wataona kiu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika maji hayo ndio maji ya uzima yaletayo uokovu. Maji ya uzima yaletayo nini? Uokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ambaye amepokea hii neema ya uokovu, tamaa ya ulimwengu inaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ambaye amesaa kupokea hiyo neema ya uokovu, tamaa na mambo ya ulimwengu yanaisha, maana Yesu ndiye anamaliza yote. Na ndio maana maandiko yamesema vyema ya kwamba kilio kitaondolewa kwao. Kuna jirani anaweza fanya ulie. Kuna watu wanaweza kuingilia na hujawakosea, kwa sababu umechua kutaja jina la Yesu, na wao wachaamini. Wanaweza kuamua kupige vita bure. Lakini maandiko yamesema, Yohana akafunuliwa na akaambiwa awaambie waumini kwamba kuna siku yatakoma. Kuna siku yatafika mwisho, hakutakuwa na kilio. Kutakuwa mambo yote ni mapya ndani ya Kristo wale ambao wameamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na ndio maana akawafunulia akawaambia, yeye Mungu tunayemtarajia na kumngojea, yeye ni mwanzo tena mwisho. Yeye ni Alfa na Omega. Akikupea yale maji, akikupea ule uokovu, hakuna tamaa ya ulimwengu tena. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana maandiko yamesema ukisaa kuiza kunywa yale maji, wewe sasa umehesabiwa kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Kwamba maandiko yamesema hapa vizuri kwamba uoga uondolewe. Maana waoga na wasioamini hawataingia mbinguni. Uliza mwenzako, wewe ni muoga? Si umuulize vizuri, wewe ni muoga? Maandiko imekataa waoga na wasinzi na wasioamini na wachawi na waserati, wenye wivu, wachochezi, hawaingii wapi? Uliza mwenzako, kati ya hayo mambo yote maandiko imetaja, yako ni mangapi? Wewe muangalie kwa uso vizuri mkielezana. Ukiona naangalia kando kando ujue imechaa kwake. Si maandiko ndiyo yamesema? Ulize mwenzako, maandiko yako imesema hivi? Bwana asifiwe. Tumetachiwa mambo mangapi hapa? Waoga, wasiamini, wachukisao na wauaji na wasinzi na wachawi, waabudu sanamu na waongo, wote sehemu yao watachomeka milele. Bwana asifiwe. Kanisani kuna waongo hapa? Nikiwaambia kwa inua mkono wanaweza? Hiyo hawawezi. Hawawezi hiyo. Na wachawi wanaweza kuwa? Imetajwa. Wachawi waingi? Na wasarati? Bwana asifiwe. Maandiko imetaja wasarati, wauaji. Hii ni mambo inafaa kuwa katika dunia, sio kanisani. Lakini kwa sababu ya wivu na kuongozwa na tamaa na anasa za dunia, iko kanisani yote hii. Iko kanisani yote hii. Bwana Yesu asifiwe.
kama uliokolewa na hukukombolewa, hii mambo itakutawala na utapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nakuta muongo anakuambia haki, nimekuambia ukweli. Haki, nimekuambia ukweli. Uliza mwenzako, unasemanga hivi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Na yule amepata uokovu wa ukweli, hii neno la usherati uweze kuwa na nguvu, maana ametawalwa na mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini kama achakubali atolewe ule utu wa zamani, ule uchafu, hilo itamtawala, itamuibisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akikubali na aseme mimi nimeokolewa na Yesu ni Bwana, ya kale yamepita, na amaanishe, na akiomba amwambie Mungu ukweli, lile neno anaona limemlemea, kama ni neno la uongo aseme ni ukweli, yeye ni muongo. Na hata kwa majina ya simu amesevu majina mengine yameandika Petro. Kuna mtu anaitwa Petro? Kuna mtu anaitwa Kiberiti? Kuna mtu anaitwa Watermelon? Kwa hivyo hiyo majina iko kwa simu, iko sawa. Uliza mwenzako, ile jina ulisave la anti ni ukweli ni anti? Na hiyo ya anko ni ukweli ni anko? Hiyo ndio uongo tumeambiwa katika nini? Maandiko. Bwana apewe sifa. Mwingine anadanganya, anasema ya kwamba huyo ni anti kwa sababu tangu waoane ajue anti yake ni wangapi. Kwa hivyo huyo ni anti wa Nairobi ama ni wa Usago. Ukizungukwa na haya mambo, hata tuombe namna gani, maombi hii huwezi fika. Maana msherati kuchipigwa ni ngumu, muongo kuchipigwa ni ngumu, muuaji siku zote anawaza utakufa lini. Na kwa upande mwingine ameokoka, anasema Yesu. Uliza mwenzako, umeokoka? Muulize, mbona huku ni chipu kati haya mambo ni gani imekulemea? Mwambie akutajia hata kama ni moja. Tunataka tuombe hii mambo leo iende. Bwana apewe sifa. Ni mingi hii. Unaweza kuwa na 2, 3, 1 ama yote. Uko pande gani? Siendi haraka, muulize uko pande gani. Kuna maombi niliombanga hapa, sijui kama mlienda mkasahau. Niliwaambia kama unajua umeokoka, kama unajua usipatikane kwa usherati. Kwa maana ile maombi niliomba, Mungu alituma malaika anakusunguka kila mahali unaenda. Ukienda Kwale ako na wewe, ukienda Pipeline ako na wewe, ukienda kwa biashara kule Gikomba ako na wewe, ukidanganya uko kwa biashara Gikomba kumbe uko Naivasha kwa usherati ako na wewe. Ndiye akwaibisie huko. Unajua kipindi kingine kuna watu wanafanya mabaya mpaka Mungu anawaachilia, kama vile aliachilia Sodoma na Gomora. Walipoasi sana, hata wale waliokuwa kwa ndoa wakajisahau. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kwa hiyo njia naye Mungu akawasahau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ni kama vile mume aliye kazini anaweza sahau na familia yake. Siku ile ana kazi atasema nini? Siku ile ana kitu atasema nini? Kwa sababu wakati yako nayo anasema ana. Bwana apewe sifa. Tuwe wa baraka kwa wengine, ndio na sisi tuweze kubarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kuingia mbinguni ni gharama, ndugu yangu na dada yangu, sio kitu rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujikane na nafsi yako na umwambie Mungu, nitakase na unioshe kabisa. Ukisoma Isaia sura ya 6, maandiko yanasema wakati mfalme Uzia hakutaka Isaia afunguliwe. Hiyo ni sawa na uuaji. Hizo roho zimejaa. Maana yeye hakutaka kabisa. Ndio maana Mungu aliona ni vyema Uzia ondolewe ili Isaia afunguliwe. Na wakati alifunguliwa, aliulizwa unaona nini? Akasema haoni kitu. Ndiye akaambiwa
wacha aombewe, uchafu wote ukatoka, akaona neema ya Bwana katika hekalu. Na we Mungu akufungue mahali ulifungwa. Bwana Yesu asifiwe. Na we Mungu akuondolee userati, lakini userati lazima utupu. Muambie mwenzako lazima utupu. Uwachi lazima utupu. Fitina lazima utupu. Bwana asifiwe. Haya, ni wangapi wako tayari kutubu kwa hiyo njia mimi ninasema? Wapigie makofi wale wameinua mikono. Wewe uinui unafikiria mimi ni pastor. Mimi ni askofu, tena mimi ni nabii. Kwa hivyo nikikwambia inua, I know what I'm doing. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ukiinua hii mkono ipite hapa. Si ati ile mnainuanga hivi. Hivi shetani kanaona. Lakini ukiinua ipite hapa kumaanisha umeapa kwa Mungu ya kwamba sirudi nyuma tena. Ni aibu wakati unaweza pata mwingine ako kanisani bado anafanya kitu inaitwa chatting, na akiwa ameketi tu anachati tu, na akiwa hapa chatting ya hii usarati. Rabu tukisema Bwana asifiwe, anasema amen. Anastuka anasema, anaachilia kwanza simu. Oh amen. Sababu amesikia wenzake wamesema amen. Atabarikiwa lini? Tengeneza njia yako. Kama unataka ubarikiwe, mwambie Bwana uliniita ili utakatifu uonekane kama vile Yerusalemu. Ili mahali ninaenda na mimi unikumbuke pamoja na nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo njia kutakuwa na heshima kwa kanisa, kwa ndoa, mahali popote unaishi, na Mungu atatenda. Maana yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Siku moja nilihubiri injili Kisii. Nikaona mpaka watoto wadogo wanalia machozi, ikamwaika machozi. Hiyo kitu ikanigusa sana na nikaomba sana, na alafu baadaye nikawaita kidogo kwa faraga kwa tatu. Nikauliza, nilipohubiri injili kwa kanisa inaitwa Power of Jesus Around the World, na imekuaje ninaona nyinyi mumelia sana. Kijana mdogo mmoja akaniambia, mimi nilikuwa nalia kwa sababu nalilia roho yangu isije kapotea siku ya kiyama, yani siku ya baragumu. Huyu ni mtoto mdogo wa Sunday school, lakini amejua kutofautisha kuna mbinguni na kuna dunia, na ameanza kukataa mambo ya dunia kwa miaka yake ya mabema. Sasa wewe msasi utasema nini? Bwana Yesu ainuliwe. Tunaposoma maandiko inasema vizuri, kitabu cha Kutoka, kwamba walipoomba wale Waisraeli wakiwa katika mateso, ile kitu Mungu aliona ni machozi, akawakumbuka. Machozi ya imani. Waliomba wakamaanisha kwamba wanataka wakombolewe, watolewe katika utumwa, ili kwamba Mungu aonekane kwa maisha yao. Kuna maombi mengine, kama wewe ni msalati, kama wewe ni mchawi, kama wewe ni muuaji, kama wewe ni msengenyaji, kuna maombi mengine uwezi omba chuchu Mungu asikie. You must go an extra mile na umwambie Bwana nataka mabadiliko. More especially unakuta mtu wa kuandoa msalati ni number 1. Muongo number 1. Anasema niko kobiri kumba ako rubis. Muongo number 1. Na tukisema Bwana asifiwe, anasema Yesu Kristo apewe sifa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kama utaki sinema, kama utaki sinema, nimetumwa nikuambie ujirekebishe. Bwana asifiwe. Kama wewe utaki sinema, nimetumwa nikuambie ujirekebishe. Ukikutwa na hiyo usarati na hiyo mambo, usiseme wewe ni wanabe Powerful Christian Church. Sijui utakataja kanisa gani na wewe ni wa hapa. Muulize mwenzako, utaweza sema dini yako ni gani wakati hiyo mambo yanaweza tokea? Maana sasa umeficha. Utaficha hao, mimi huwezi nificha. Mimi unificha.
Ndio wengine ni waoga hata kunikaribia hivi. Si rahisi. Sema senior, tuonane next week. Acha huyo ukimkaribia saa nyingine anatoa neno moja paka unasikia wa. Kumbe hata yeye anajua. Sio mimi ninajua, ni Roho ananielekeza hivi. Mimi nataka heshima kwa ndoa. Na Mungu anataka heshima kwa ndoa. Na kila ndoa iheshimiwe na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na kila waliounganishwa pamoja mwingine asiwatenganishe. Imeandikwa. Maana userati na uchawi ni roho ya aibu. Bwana asifiwe. Hiyo roho lazima iondolewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Utakuta kuna makanisa mengine ilikuwa mazuri, hiyo roho ilipoingia iliwamaliza. Ilipoingia hiyo roho kwa ndoa nzuri ilimaliza ndoa. Ilipoingia kwa kazi ama kwa biashara mahali watu wengi wako ilichenga madhabahu ikawamaliza huko. Lakini zaidi ya yote maandiko inasema vizuri, jitakaseni, tengeneza njia zenu muweze kukubalika katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana maandiko yamesema watu wa aina hiyo wamesaandaliwa kiberiti ya moto ambaye itawaka bila kusima. Lakini wale watakatifu au watang'aa au wamepewa neema ya maji ya uzima, tena uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kama umeamua ni Kristo, maanisha ni Kristo. Kama umeamua ni Kristo, maanisha ni Kristo. Kuwe kuna nyesa, kuwa kunyesi, wewe amua ni Kristo na ukaa ndani yake na utaona matunda iliyo ndani ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kufanikiwa, jua ya kwamba Mungu anajua unalia. Na unalia kwa sababu gani? Wale wa Israeli walilia kwa sababu walikuwa katika mateso. Na wewe ambao umeokoka mlilie Mungu. Mwambie ninaona mambo haya na haya. Muda wangu unaenda. Naomba Mungu unikumbuke. Ndio maana maandiko inasema wakati Ana aliona muda wake unaenda, alipanda mlimani na dhabihu, akamtolea Mungu na akamwambia Mungu, ninachochewa, ninakataliwa, ninakosewa heshima na mke mwenzangu anaitwa Penina. Naomba kwa huu mlima unikumbuke. Haleluya. Akaomba na akamaanisha. Akaomba na akawa na uchungu paka mume wake Elikana kuhani akafikiria ni mlevi, lakini akamwambia achakunywa mvinyo. Ni vile anaomba aondolewe aibu. Ni vile anaomba aondolewe aibu. Na mimi nataka nikuombee kila aibu Shetani amepanga mbele yako, leo Mungu aiondoe. Mahali unaenda heshima ya Kristo iweze kutawala katika jina la Yesu. Wale walifikiria wewe sio kitu, wajue ya kwamba ndani ya Kristo Yesu wewe ni kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Hatukuokoka tupatise. Kama wewe unapatisa, you are wasting your time. Maandiko imesema namna gani? Watakuwa watoto wangu nami nitakuwa baba yao, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Ni jinsi gani ilivyo vyema wakati Mungu wa mbinguni anatuita watoto. Aiti kila mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Wala amechagua hao ndio anaita watoto wake, maana anajua watamtetea. Bwana Yesu apewe sifa. Anajua mahali popote watamtetea. Kuna watu si ajabu ameokoka, lakini akifika mahali kuna hatari, kiulizo umeokoka anasema mimi hata sielewi mambo ya wokovu, naendanga once. Maybe mara moja hivi Januari tukianza mwaka ama Disemba wakati watu wanasherekea kwa sababu ya hiyo ingine ya sikukuu. Kumbe ni muongo huyo. Ana kanisa mahali anaenda lakini amejificha ndani. Na kama kuna roho ina hiyo imejificha, lazima tuombe iende katika jina la Yesu. Ili sote tuabudu katika roho ya haki na kweli na kuambia Shetani tuondokee. Sisi tunataka kubarikiwa. Sisi tunataka tubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wachawi wako ama hawako? Na wale wanasema hawako. Kuna wale wanasema hawako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yamesema wanaofanya mambo kama haya
sehemu yao katika uzima hawako huko. Na usidanganywe na mtu kwamba utaingia na uchawi, utaingia na userati, utaingia kwa kuua. Uwezi ingia. Uwezi. Lazima mwambie Bwana ukweli. Kama ulitoa mimba, mwambie ukweli. Kama umeua, mwambie ukweli. Kama wewe ni mserati, mwambie ukweli. Kama wewe ni mwizi, mwambie ukweli. Wakati unaomba, mulilie Bwana. Haleluya. Mulilie Bwana na umaanishe katika jina la Yesu. Paka wakati huo niliuliza huyo mtoto akaniambia, nikamwambia sijui niseme nini. Kama nyinyi watoto wadogo mmezaa pata huo ufahamu ya kwamba kuna mbingu na kuna dunia, na anaona yeye ni mtoto, analilia roho yake. Mtoto mdogo. Na maandiko yanasema waacha watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Nikauliza mwingine tena, maana nilijaribu kuwauliza, walilia wewe sio mje. Na ile maombi waliomba. Uwezi amini ni watoto. Wamepiga magoti kwa sakafu na wakaomba kwa muda mrefu mpaka machozi yanatiririka. Baadaye nikawafanyia sasa mahojiano ndio nijue. Sasa kumbe kamoja kalikuwa na makosa. Kamoja kakaniambia kao kanaishi na soso. Na sosana katembeza usiku yote akarari. Kamefundishwa tena michezo ingine na kucha na giza. Nilipo muochoche akaniambia, vile umehubiri roho yangu ilihuzunika, nikaona nimepotea. Maana hilo neno lilikuwa la kwangu, limenigusa. Na nikaona soso kumbe ananipoteza. Kwa hivyo ndio maana mimi nimeamua nililie Mungu anitoe kwenye giza, anilete kwenye nuru. Kama mtoto anajua kuna giza na anajua kuna nuru, wewe uliye msasi, wewe uliye mzima, wewe uliye na meno yote, utasema nini katika Kristo? Kama yeye alimaanisha, na mimi nikamwekea mkono, nikamumwagia mafuta, nikasema hiyo roho na iende katika jina la Yesu na isirudi tena, maana huyu ni mtoto. Mungu amusike mkono siku zote asije akapotea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri kuamini, maana maandiko yamesema waoga na wasioamini hawawezi ingia. Nikahubiri tabaka, nikaona watu hawajapata mtoto kwa muda mrefu. Wale mnajua sehemu hizo. Huyo mama alilia, nikamwambia usilie. Mungu ndiye alinituma hapa. Na nitaomba na nitawawekea mikono yangu na mume wako, na wakati kama huu unapokuja mtabarikiwa na mtoto kijana. Wacha niwaambie vile imani yao ilifanya kazi. Vile nilitamuka kusema hiyo maneno, na wao wakasema, kwa sababu wewe baba askofu, jina lako la ubatizo naitwa Isaia, kwa hivyo huyo mtoto akisaliwa na sisi tutamuita Isaia. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda tabaka utakuta kuna mtoto anaitwa Isaia. Alisaliwa. Ni imani. Na huyo mama akaniuliza, sasa tulifundishwa zamani ukitamukiwa baraka upeane kitu. Akaniambia, sasa vile unaniona hivi, niko na 20 bob, naomba kwa heshima uipokee. Ukikunywa hata maji njiani, sisi tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Ilikuwa 99. Ilikuwa mwaka wa 1999. Bwana asifiwe. Sasa hao ndio wale wanasemanga tufungue kanisa huko. Si kwamba walisahau. Hao ndio wanatafutanga, wanauliza kanisa la nabii ile ulisema branch inakuja iko wapi? Na pastor mwenye anahubiri huko ako wapi? Hiyo mmenyamaza sana. Bwana Yesu asifiwe. Walichukua lile neno kwa imani na akasema na liwe la kwangu hilo, na akaenda na akabarikiwa. Lakini wewe ukinenewa, sisi ni vile tumesoeana. Maana sisi amesema nitaenda Machu. Hapo nitaenda. Alafu anaenda analala. Naye shetani anamwambia laleni. Ajui kupokea ile neno wakati imetamkwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema ikitamkwa hiyo neno,
uwe mwepesi wa kuipokea katika jina la Yesu. Nilipomwombea mama wa imani, alikuwa anaenda Western, nikamwambia hiyo sherehe mnaenda, kuna kuku italetwa jioni, na muambiwe nyinyi mkule hii jioni mkiendelea kuandaa, maana kesho kuna wageni. Nikamwambia uwe careful, uambie mama yako hiyo kuku hata kama inaletwa na nani, hata iletwe na pasta, hiyo kuku msiharakishe, imetengenezwa itawamaliza. Na iko na kara hii na hii. Kufika ile masaa nilimwambia vile Roho aliniongoza, kuku ndio hiyo imebebwa, inaingizwa na bibi wa pasta wa Elia hiyo. Mbinguni ni mbali, hata kuna wale watachomewa ngazi na igongwe katikati ifunjike, wasiingie huko. Bwana asifiwe. Naye kwa sababu alipokea lile neno kwa imani, mara moja anipiga simu akaniambia, haya chogo. Unajiri msitua mpaka kwa simu ananiambia sasa, haya chogo imefika, tuko naye saa hii. Bwana apewe sifa. Nilimwelekeza vile nilimwelekeza, maana hiyo ilikuwa ya kwangu ya roho na mwenye chogo na hiyo familia. Sitaenda sana, lakini uchumbe ni moja kwamba chogo ilitengenezwa na ikaletwa. Na yeye alifuatilia. Sio ukibarikiwa ukiambiwa ya kwamba utapata kazi, kwa imani unachukua hache. Unapoenda ukipata ile kazi, una relax, unaona hii mambo ni kawaida. Nilitabiriwa nitapata kazi. Ndio ulipata, lakini wachawi awacharara. Maandiko yamesema wako. Na katika ufunuo hii inasema kuna wengine wamepigwa muhuri. Hizi watu wa kubadilika. Wanakaa kama Kaini. Si watu wa kubadilika. Wamewekewa alama wakae waonekane. Ndio mnaona watu wabaya hata nyensewe amekauka tu. Hata homa kumugusa ni ngumu, kamekauka. Maana amewekwa mumuonange tu. Ana chochote lakini yako tu. Usifuatane na yeye. Linda imani yako. Mwambie Bwana, imani yangu naomba unisaidie niendelee mbele. Sitaki nifuatane na wale hawana imani na wale waoga. Mimi wacha niendelee mbele katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo imani inafanya kazi. Siku moja zamani kuna Land Rover ilikuwa inapenda kupita kwetu hivi ya polisi. Na wakaja wakafungua kituo hapo karibu. Nikawa rafiki na hao askari. Sasa nikaangalia, nikawauliza mtu anafanya nini ndiye akue na gari. Na ingine ilikuanga Peugeot ya white. Lakini mimi nikagusa moja nikasema hata mimi siku moja, hata kama ni gari mzee, isugumu mpaka hapa kwetu itachangu ni yangu. Bora ifike. Isugumu mpaka hivi la itacho jina langu. Hiyo ni imani. One time, one day. Hiyo ni kitambo sana hiyo wakati. Tukiwa vijana wadogo hivi tunacheza. Nilikuwa na interact na wao maaskari na wauliza, mtu anafanyanga nini ndiye akue na hii? Bwana asifiwe. Na ujue siku hiyo sikuwa nimesika laini ya wokovu. Lakini mimi nikasika nikasema one time, one day. Hata kama ni gari mzee, isugume tu paka ifike kwetu hapa chini isimame. Itachango ni ya? Hiyo ni imani. Isugumwe. Lakini nashukuru Mungu wako nipa ya kusugumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile utaomba ukimaanisha ndio utapewa. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Unaona ni kitambo, lakini mimi pia nikaona nikasema kwa imani siku moja Mungu anisaidie nifanye bidii na mimi nipate. Kwa hiyo na kwa biashara wewe usa kwa imani. Kwa kazi fanya kwa imani. Kwa ndoa kaa kwa imani. Katika Kristo kaa kwa imani. Katika jina la Yesu utafaulu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Siku nyingine tukiwa mahali tukiongea hivi mambo ya kazi nikawaambia mimi kila mahali nitakuwa nikifanya kazi mimi ni mbarikiwa. Hiyo ni imani. Unajiombea baraka. Sio kusema utakufa mapema. Mnanielewa? Uliza mwenzako unasemanga hivi. Unasema utaondoka mapema. Na jibu siiwe nasungusa kwa kioo itakuliwa ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Uishi kwa imani na Bwana akusaidie. Na maandiko yamesema yale unapitia magumu ya sasa yataondolewa. Yatapita. Hautayaona tena. Maandiko yamesema hata bahari zote sitapita. Lakini neno la Bwana
litasimama katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako wale maadui. Mwambie vizuri wale maadui. Wale wanasema utaendelea. Na wengine ni wale umesaidia. Wewe usiangalie maadui. Muangalie Kristo. Akuletee baraka. Akuletee baraka. Akuletee baraka. Katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiangalia wa maadui utalia usiku. Maana watasema siku hizi umenona wewe ni mwizi. Siku hizi umenona wewe ni alisababu. Siku hizi umenona umekuwa mtu wa devil gospel na ni uongo. Wanakuharibia CV. Ukiangalia utalia. Kama utaki ulie, muangalie Kristo. Mwambie kwa sababu ulimwambia Yohana kuna siku za baraka zinakuja. Mimi pia wacha niwe mmoja wao. Nikunywe haya maji ya wokovu ya uzima, nitulie katika Kristo. Na niwe na amani katika Kristo. Na nipokee neema na baraka katika Kristo. Na nione wema na mkono wako kwa sababu Baba unastahili. Haleluya. Maombi haya nataka niombe ya kubadilisha. Ili na wewe ujue Kristo anafananaje. Na wewe uomba na umaanishe. Bwana asifiwe. Usione mwingine akilia ufikiria anapenda. Ni neema. Inaitangwa neema. Bwana apewe sifa. Jua vile malaika wanafanya kazi. Haleluya. Kuna malaika anaweza suka hapa wa neema hata wewe ulie bila kupenda. Kwa sababu umeamini kupita kiasi. Ndio maana ametumwa akuje akuinue mali ulikuwa uwezi. Bwana apewe sifa. Na malaika ambaye ni wa vita akisuka, utaona nikisema Shetani ashindwe, utaona mtu anaweza tokea kule kama mlango haijafungwa. Maana ni Mungu ametumana apigane vita kuokoe wewe uliyenaswa na mapepo na majini ili uteseke katika ulimwengu wa dhambi. Bwana apewe sifa. Malaika wa uponyaji anafanya kazi tofauti. Ni vizuri kuelewa. Malaika wa utakaso wanafanya kazi tofauti. Malaika wa utakaso ni yule anakuja kama vile Yohana Mbatizaji alikuja kubatiza ili akutakasa wewe uliye mwenye dhambi na umekubali kutubu ili urejelee katika jina la Yesu. Ndio maana mnaona wale watu hawataki laana. Uweze ngenya mtumishi wakiwa hapa watasema hiyo story sasa imebadilika. Kwa hivyo mimi usinihesabu hapa tutaonana. Lakini mwenye anapenda hiyo msane atakaa aseme anakuanga hivyo Sema tena. wanasema mpaka wanakunywa maji. Alafu wakitoka hapa wanakauka. Wakipaka mafuta inapita tu. Haisiki mwili. Wamekauka. Kwa sababu walisengenya kanisa, wanasengenya mtumishi na hapa samani huyu mtumishi ndiye aliwekea mkono. Hakuna siku alionana na Mungu. Maana maandiko yamesema vizuri, Yohana akawapa habari njema, akawaambia kama mtaamini, haya ndiyo mtayaona. Hakuna kilio na kifo tena kwa Mkristo yule ameamini. Katika mauti yale ya pili kulingana na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zote Mungu ndiye anazo. Yeye ndiye anatupa. Yeye ndiye anatuinua. Ndio maana maandiko imesema vizuri, maji ya uzima. Yule mwanamke aliyekuwa mserati alipokutana na Yesu akamwambia na mimi nataka kunywa maji. Alimunyima. Akamwambia kama ungelijua ni nani ya kuombaye maji, ungempa kwanza. Katika hali ya kubisana, Yesu akaingia mara moja katika roho. Akamwambia naona hauna mume. Na wale umeshawahi kuwa nao 5, wote hao hakuna mume wako. Ndiye akamwambia kumbe wewe ni nabii. Na maandiko yanasema yeye alipokutana na ile neema pale hakuiacha. Alienda mchini akaambia watu nimekutana na nani? Na Yesu. Alienda akisema nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Tangu uokolewe ni wangapi umeambia wewe umekutana na Yesu ili pia nao waokolewe? Ndoa sio bata potea. Simama katika Bwana. Hata kama una kazi usianze kuchukua kwa misingi ingine na kusema upate mwingine alipe mtungi ya gesi, mwingine alipe rent. Mnanielewa? Na umeokoka. Na umeokoka. Uliza mwenzako umeokoka. Na ujumbe unaisikia.
Bwana asifiwe. Alafu baadaye yule aliyeombewa ambaye analipa gesi huko, nalipa gasi pande, ako na namba za watu wa bodaboda karibu 6, anapiga simu anasema gasi imeisha, peleka. Unitumie tiri namba. Na kwake hapa bibi yake ako na kasimu kale tunaita nini? Na hataki bibi akae hapa town. Anaambiwa kaa nyumbani, watu wanaweza choma nyumba. Tunaweza alipigwa, wakora wamekuwa wengi, kaeni huko. Na hapa yeye amejifanya ni mdosi. Utaenda nyumbani bwana na kiatu moja utasanga. Hawa unawaona watakuosa paka utaisa. Wase Bwana asifiwe. Simunui mkono ni waone. Sina wa advice. Kwani mnasaidia serikali? Haya inua mkono. Utaleta pasa certificate uambiwe sasa na badilisho uwekwe jina yako. Utajua ujue. Lakini ujue kazi zikisimama ndio utachieleza vizuri. Ule bibi uliye mtarau, ile simu ulimwachia na gisigisi, maana kamefinywa kameisa, anajaribu kufinya hapa zamani ilikuwa 0. Unampea kazi ngumu, hapa ilikuwa 1. Na hapa yule wa unaelewa, umemnunulia simu akigusa hivi inastuka, kidogo anajipiga picha hivi anajipondoa. We. Hata wako hajawahi jua saruni iko wapi. Mnanielewa? Ukunywe maji ya uzima, hiyo pepo ikuondokee na Yesu atawale. Watoto wanakuhitaji nyumbani. Bibi anakuhitaji nyumbani. Hata majirani wanataka wakuone. Wasongeze mpaka wasamba. Na wewe mama uliolewa ujiheshimu. Bwana asifiwe. Fika nyumbani mapema. Heshimu ndoa na ndoa iheshimiwe na watu wote. Vile maandiko yanavyosema. Katika jina la Yesu. Sio kufika njiani unasema hujaolewa. Hujaolewa unataka kusema hujaolewa uende wapi? Hebu niona wale wameolewa leo wainue mkono. Hii injili nimebadilisha vile baba yangu ananielekeza. Mungu awasaidie. Bwana apewe sifa. Ndio mnaona serikali imekuwa na kazi ngumu. Kotini kesi zimejaa. Unaona yule mama ametanganywa kwa nyumbani, akipata habari atapanda gari ya jioni ndiye afike usiku katikati. Na sasa hiyo ako na cherikani na mafuta na kiberiti amejipanga. Kikuta mambo iko mbaya na waruhusia anaakiza kiberiti kama hiyo. Ungueni. Kitamba watu waamuke, moto imesika kila mahali. Nauliza what happened? Iko mama alitoka usago, amewachwa huko, ameteseka, amebarara, alikuja na mafuta. Kachama mzee na hiyo branch yake moja. Hiyo ni ukweli nawaambia. Mimi sasa nataka kazi rahisi, nikiomba hivi nikisema mbarikiwe mnabarikiwa. Lakini mkijichanganya hivi mnanipea kazi ngumu. Bwana asifiwe. Ulize mwenzako unaonaje? Heshimu miaka yako, heshimu ndoa na Bwana inuliwe. Ukiitwa mama itika. Sio kwanza kusomea mtu mimi ni mama yako. Unaniharibia siku wewe. Na tukifika hapa tukiuliza Bwana asifiwe, wanasema amen. Na huko nje jitengeneze vizuri. Simu hii ananunulia hao watu wa kando kando, nunulia hata mama akigusa hivi, hata akipenda kujipiga picha huko nyumbani ndani ya mahindi, hata ajipiga akutumia kuambia tuko kwa samba. Hiyo utabarikiwa. Lakini akilia hiyo kibarua itakatika. Hata mimi nikikuombea hapa sasa Mungu atasema hii waachana na huyo kwanza. Hii baraka itaenda kwa mwingine. Bwana apewe sifa. Ambia mwenzako hii baraka ifike nyumbani. Na ujanja ifike mwisho. Wacha niwaambie uokovu mzuri. Kio wewe ni dada, umefika kazini ama unatafuta kazi, ukute mkubwa wako anakuambia mnataka mambo ya urafiki ndiye akupee kazi, mwambie ushindwe na kazi yako ikae. Mimi nimefunikwa na damu ya Yesu. Na unatoka pole pole unaenda. Paka atakaa akisema kumbe kuna wale wameokoka. Lakini wewe sasa ukienda huko unajifanya msichana, na haribu kanisa. Na haribu ndoa. Na Mungu amekasirika, amekataa.
Bwana asifiwe. Hata kama ni mkubwa kiasi gani, mkubwa ni Mungu peke yake. Wewe mwambie ukweli, mimi naheshimu ndoa yangu. Na ninamuogopa Mungu. Na ninataka nibarikiwe. Maandiko yamesema wazinzi hawataingia. Kataa uzinzi ubarikiwe. Mwambie Bwana, mimi nimeokolewa. Naomba unitakase na kwa ulimi wangu unipe mambo ya kusema, mambo ya usujaa, sio mambo ya uoga. Mambo ya usujaa, unasema ukweli. Bwana apewe sifa. Mwingine alikuwa ananienjoy sasa, sikuelewa ananienjoy ama anamaanisha nini. Ananiambia sasa yeye aliolewa na akaambia mzee ako na mtoto mmoja, kumbe ako na watoto watatu. Sasa imempa changamoto. Imempa changamoto kwa sababu sasa ameshindwa. Kwa hii familia amepata watoto na wale aliwacha kwao najua walikuwa watatu na hapa alisema ni mumo. Sasa ananiambia mtumishi wa Mungu, omba Mungu aguse mzee. Sijui kama mnanipata. Ndiye akienda kumweleza watoto walikuwa ni watatu. Nuna vile mnanipea kazi ngumu. Ati walikuwa ni watatu. Mbona hakusema hiyo kipindi ni watatu? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unaona hiyo maombi itafika rahisi? Ni ngumu hiyo. Sababu hata mzee akiambiwa kuna wengine tena wawili wanakuja vile maisha ni ngumu namna hii. Hesabu tena imeongezeka na hii kuwa imetarajiwa. Anaweza kujinyonga. Ama vile kwa sasa siku hizi wakichoka wanaenda aleta pagi moja apange vitu zake ukikuja ukute ameenda. Bwana apewe sifa. Jifunze kuongea ukweli. Kwani unapeleka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kuepukana na hii mambo mingi, jieleze ukweli. Ukweli ukuweke huru katika jina la Yesu. Hiyo ndio wokovu mzuri. Bwana asifiwe. Ukienda mahali kama umeolewa, ukiulizwa mambo hiyo mingi, sema uniona hivi, mimi nimeolewa na heshimu ndoa yangu na namuogopa nani? Mungu. Tupie Yesu makofi. Lakini sio kuanza kusema bado. Sio mwenzako anasema bado. Bwana Yesu asifiwe. Mimi usirati hapa sitaki. Na Mungu hataki. Bwana apewe sifa. Lazima tukemee maana hiyo ni pepo. Na ienda kabisa. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisikwa kule juu ama kule kando kando, usilete maneno hiyo hapa. Maana mwili wa Kristo lazima uheshimiwe. Maandiko yamesema vizuri kwamba wale Mungu anawapenda, anawapa maji na wakinywa yale maji wanakuwa watakatifu. Wanakuwa watu wanajua ya kwamba ni nini maana ya uokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama hiyo pepo imekusumbua, mwambie Mungu ukweli. Ile kitu iko kwa roho, mwambie Mungu ukweli. Mtu asikudanganye. Mchawi anajua ni mchawi. Mganga anajua ni mganga. Mwizi anajua yeye ni mwizi. Mserati anajua yeye ni mserati. Bwana apewe sifa. Naposoma maandiko yanasema katika mji wa Sarepta kulikuwa na mama mchane. Wewe hata wewe ukiangalia kwa kijiji yenu, mchane ni mmoja. Si wamejaa? Lakini kwa nini yule wa Sarepta akaonekana peke yake? Kwa sababu alikuwa anamcha Mungu na kujiheshimu kweli kweli kama mama mchane. Ndio maana nabii wa Mungu akatuma kule ampelekee baraka ili apate njia ya kuishi na pia ya kulipa madeni, kwa sababu alikuwa anamwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usijiachirie, useme kwa sababu wewe ni yatima utasumbua watu, utaachiriwa. Hata kama ni yatima, awe yatima kweli kweli, ndio Mungu atembee na yeye. Hata kama ni mama mchane, akae mchane mwenye heshima, ndio Mungu atembee na wewe. Hata kama ni mama wa ndoa ajiheshimu, akae kama mama wa ndoa, ndio Mungu atembee na yeye. Na mzee wa ndoa, kijana wa ndoa, akae kama wa ndoa, ndio Mungu wa mbinguni atembee na yeye. Na tukiomba hapa, hiyo maombi huwezi kusumbua, inaingia. Maana Mungu wa mbinguni anawatambua na anawajua walio wake, katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii mambo ndogo ndogo imefanya kanisa litarauliwe.
Sisemi kanisa peke yake. Mambo machafu unasikia kona hiyo na hiyo ati imefanywa na watu wa kanisa, ni mbaya. Hiyo sio kuinua mwili wa Kristo, Mungu amekataa. Kaa kama muokofu, muinue Kristo, tetea Kristo mahali unaenda, na jina lake litainuliwa, na wewe utabarikiwa unapoingia na unapotoka. Na ndio maana Abraham aliambiwa ya kwamba mahali huko ni mahali ambao kuna madhabahu ya umaskini. Hapo siwezi kukubariki, na hiyo madhabahu sitaki uifunje, yaondoke. Yaachana nayo uende mbele, na mimi nitakubariki. Na akatii, akaamini hilo neno, akatoka. Bwana apewe sifa. Alipoamini na kutoka, Mungu alimnenea baraka. Akamwambia, kwa sababu sasa umetii, angalia mbinguni, nitakufanya uwe tajiri, uwe mtu wa kujulikana kama nyota za mbinguni. Na userati, mambo machafu haikutajwa kwake, ndio maana alifanikiwa. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati wakiwa wanaenda nchi ya Misri kwa sababu ya njaa, maandiko yanasema kwa sababu mke wake alikuwa ni mke anaitwa Sara, mwenye sura nzuri, akajua atapigwa wawe anyang'anywe bibi yake. Na akaenda akaambia bibi yake tukifika kule aseme yeye ni sister, sio bibi yake, ili achiokoe maisha yake. Hebu soma Biblia vizuri, na wewe usianze hiyo ujanja useme na tukifika huko wewe ni Abraham. Uliza mwenzako, wewe ni Abraham ama wewe ni Rutu? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alijua kuna uhusiano gani na Abraham na familia yake, na ndio maana alifanikiwa na kubarikiwa. Kila mahali alikanyaga, Mungu alikanyaga na yeye, na akamwambia mahali unaenda, kwa sababu sasa umetii, nimekuombea baraka. Mwenye atakubariki na mimi nitambariki, na mwenye atakulaani na mimi nitamlaani. Bwana apewe sifa. Na wewe nenda utende mema, ubarikiwe na Bwana. Yule atakayepigana na wewe na yeye alaaniwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka kanisa tukiomba Roho atawale, tukiomba mambo makubwa yatendeke. Sio vitina ile ukiona mwingine amenunua kiti hapa, unaenda huko kwa sababu unajua bwana yake hakuji kanisani, unaenda unaanza kusema, "Mzee, nikuchekese." Na unajua aje anataka kucheka huko kwake. Na akiingia kwa nyumba abebe rungu akugonge. Pengine amekasirika, acha okoka kama wewe. Bwana asifiwe. Huyu mama mwenye ameleta kiti, ameleta kulingana na imani. Inawezekana mmeo ana imani, na wewe umeenda kumchekesa, utagongewa huko. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema vizuri, walipotoa kwa imani walibarikiwa, maisha yao yalibadilika. Waliona Mungu kwa sababu ni Mungu aliyemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama anaitwa Mama Esther Kikuyu, anakuja pale kwa maombi, anatoa Kikuyu. Anapokuja anasema, mimi nikifika hapa nafurahia katika Bwana, maana najua nimekuja kunyakua baraka zangu kwa imani. Kila mara nikija, wale mmesa muona para akisuhudia, anasema kila mara akija huyo mama Mkikuyu ananifurahisha. Anasema kila mara akikuja mambo yake yanabadilika. Wale maadui wanapigana na yeye wanaona fumbi, kwa sababu hii maombi inamtia nguvu. Haleluya. Ona vile anatoka mbali. Na wewe unatoka hapa kwa kona mguu, upande pikipiki, upande hata tukutuku, unakuja tu mguu kidogo tumekutana. Utake kuamini. Bwana asifiwe. Kwa imani unaweza enda mbali. Kwa imani hata kansa unaweza pona. Kwa imani hata ndoa yako inaweza funguliwa. Kwa imani ni rahisi kujua Kristo ni nani. Kwa imani ni rahisi kujua mchawi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Maana walio wa Mungu, maandiko yanasema wamepigwa muhuri mpaka siku ya baragumu, mpaka siku ya kiyama. Hata kama ulisaidia mtu, yeye badala ya kusaidia na wewe ameleta matusi, wacha kuangalia yeye, angalia Kristo. Kristo atalipa hiyo gharama. Maana maandiko yanasema tenda mema, wewe enda zako, hiyo ingine muachie Mungu, anajua ulitenda na wewe utatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana walibarikiwa wale watangulizi wetu
hawakuenda kwa uchochezi, walienda na kumwogopa Mungu. Hata wakati walitumwa wachunguze Kanani, walipoleta fitina wakafanya watu wakalia bure. Kuna watu kama hao wanaweza fanya watu wakuasike, watu wawacha kanisa, watu wawacha kuabudu kwa sababu wako na roho chafu ya fitina. Ndio maana maandiko yanasema Joshua mwana wa Nuni wakasimama na Aaron, wao wakatetea Kristo, wakatetea neno la unabii, wakatetea ukweli, na wakasema tuenda tumeona kule ni nchi nzuri, ni nchi chayo maziwa na asali, ni nchi Bwana amesema tuiriti. Hata watu wa kule wamejua ya kwamba wana wa Israeli wako na Mungu, kwa hivyo wameogopa. Wala wa fitina wakasimwa na baraka ya Bwana ikaonekana. Kwa hivyo ni vizuri. Unaona hao ni wawili, lakini ile grupu kubwa ni ile ilifanya watu walie. Nataka nikuombee wewe ambao unapigwa vita kazini na hao maadui wachiongereza katika jina la Yesu. Mungu akupigania hao maadui. Mahali popote umefinywa, Mungu aingilie kati. Ndio maana Joshua na wao waliingilia, wakasema hapana. Hakuna hii mambo mnaambiwa kule, mnalia bure. Nchi ni nzuri, inajaa maziwa na asali. Kwa hivyo hao ni wachochezi, vile maandiko yamesema. Walikuwa wanachochea mambo mazuri. Si ajabu hata hapo ukute mwingine anasema siku hizi mimi niliwacha kanisa. Na ukikuja Sunday unamkuta unasinda aliwacha. Na hako kama anasema leo niliona nipitie. Huyo mtu umkemee, ni pepo huyo. Useme shetani ashindwe ndio wewe ubarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Chua kudili na maadui. Watu wale wameokoka ni masujaa, sio waoga tena, maana uoga umeondolewa. Maandiko yamesema waoga hawataona ufalme, wasioamini hawataona ufalme, wale wanaua hawataona ufalme, wasinzi hawataona, wasarati hawataona. Bwana amesema badilisha njia zenu, mupate neema, mupate kubarikiwa. Usikubali kuongozwa na wifu, maana wifu ndio limuongoza huyu Kain mpaka akawa na roho mbaya ya kuua ndugu yake, mwishowe akalaaniwa. Na ujue ya kwamba yeye mwenyewe alisikwa na wifu, kwa sababu alipoenda katika kanisa kwa matoleo, Mungu alikataa matoleo yake. Ndio mnaona baraka inapotokea vita inaingia. Lakini mahali kuna njaa, watu wanakunywa maji na kulala, utakuta hakuna maneno, maana hakuna mwenye anasumbua mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wacha upata green card, mambo yako yabadilike. Sasa kusema wewe umekuwa mrogi, ati unaenda ng'ambo, tutaona utaenda wapi. Hata wasema wataona, wao ni nani? Wao ni Mungu. Ile Mungu alisema upate utapata, katika jina la Yesu. Hata kama watapinga, Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama watapinga kazini usiinuliwe, utainuliwa katika jina la Yesu. Mungu atakutangulia, maana yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha niseme tu neno kwa maana nasikia nimeletewa hiyo. Samani, hapa samani, tukinunua hii kanisa, iko mtu mmoja alienda kuchochea mwenye alikuwa anatuhusia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipenda mwenye hapa sana. Mwenye aliyekuwa na hii plot nilimpenda. Tulipoongea na yeye, Bwana Yesu asifiwe, tulipoongea na yeye, nilienda na wasee. Mzee anakumbuka, na wale wachungaji wengine tulikuwa na wao. Kuongea na yeye, aliuliza swali moja, akauliza hawa wote mmekuja kwa nini? Nikamwelezea, nikamwambia hawa wote ni wachungaji na wasee wanaofanya kazi chini yangu. Tumekuja kuomba utupe hii sehemu, maana sisi mahali tunaabudia ni badogo na barabara imekatwa, kanisa hatuna mahali pa kuombea Sunday. Akasema sasa huyu mzee anatosa, nyinyi wote enda. Ama nimedanganya mzee? Wakaambiwa wote nyinyi tukabaki na yeye. Tukaongea, nikamwambia sasa niko na plan. Sikumwambia nanunua, nilimwambia niko na plan. Maana mtu ameokoka ako na plan. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia wewe ploti tupe, tutakulipa pesa kila mwisho wa mwezi. Na tukaelewana 25,000. Na tukalipa tena, nikakuja na plan B. Nikamwambia kulipa 25, tunaanza lipa hivi na tufike mahali
tukute tumelemewa, tuusie hii kiwanja. Akacheka akasema, na wewe ni hatari. Tena niuze. Siku ile uliniambia utalipa leo umekuja kuuza. Nikamwambia hii si soko. Hii sio supermarket tunaweka. Hii ni kanisa nimeweka, na kanisa ni ya Mungu. Na Mungu ndiye alisemanga hapo zamani kanisa itakuwa hapa ya roho mkuru kwa njenga, na ni kanisa ya baraka itabariki wengi. Hiyo nene ikagusa roho yake akasema sasa enda, nimesikia. Siku moja akanipigia simu akaniambia sasa kuhusu ule mchochezi anasema ni usiwe double. Wewe unaonaje hapo? Bwana apewe sifa. Sitaki niseme sana, lakini mimi nikaomba Mungu nikamwambia kanisa ni lako, na unaona vizuri hatuna pesa. Pesa tumeshapata ni hiyo 1.5 million. Hatuna zaidi. Na wewe ni Mungu uliyesema tununue hapo. Na maandiko yanasema Hosea sura ya 4 tuishi kwa hekima na maarifa. Paka akanitajia akaniambia wacha nikuambie mwenye anaharibu hii maneno ni fulani. Na huyo fulani ujue kitu ilimfanyikia. Wewe muone hiki kijiji. Mungu alifanya maneno. Kitu ikafanyika ambayo siwezi kutaja. Akaenda mahali uweze muona tena. Alipelekwa mbali ili tuendelee. Yaani nimesema hivyo ili yule aliye hapa kama ni mchawi anapigana na hii kanisa ajue hata weza. Awakoke mapema. Bwana asifiwe. Maana hakuna biashara iko hapa. Ni neno la uzima, neno la kipingu, neno la mbinguni, na ni Mungu aliyeitana tuwe hapa. Na tutakuwa hapa muda wote ule anataka. Bwana apewe sifa. Paka tuende kwingine tuchenge makao makuu ya Nabii Powerful Christian Church. Mungu atatuandalia. Hata kama ni 20 acres tutapata. Tuchenge makao makuu ya Nabii Powerful Christian Church. Wacha hii mambo tunasumbukana hapa kupaki. Unajua ikiwa samba kubwa namna hiyo, unaingia tuna Mercedes straight na unapaki. Chairman machine, Mercedes Benz. Na unasimamisha pole pole unaingia kwa church. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni maandiko. Inasema sisi ni mabaro. Kwani barosi anakula keteli? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema sisi ni mabarosi, tunamwakilisha Kristo aliyeitana kwa hii kazi. Kwa hivyo ni lazima kila mtu achiangalie. Ana ni kitu gani kinaweza fanya asifanikiwe na ikatae afunguliwe. Kama ni uongo mwambie Mungu niondolee uongo. Kama ni userati mwambie ukweli niondolee. Bwana asifiwe. Kama ni uwachi, kuna wengine ni wachanja wameua lakini wamekaa chini wametulia. Unaona kama vile Musa aliua na akasika na akatulia. Akafikiri Mungu amesahau, akamngojea mbele, alipise kisasi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukitaka kubarikiwa usidanganywe na mtu yoyote kwamba baraka za Mungu ziko na shortcut. Hakuna shortcut. Bwana asifiwe. Ukitaka kubarikiwa tembea katika njia ya Bwana, tenda mapenzi ya Mungu. Kama umeokoka, wale watu wameokoka wanatoa fungo ndio wakabarikiwe. Wanatoa dhabihu ndio wakabarikiwe. Wale watu wameokoka wanaongeleza wengine kwa lugha ya upendo, lugha ya kugusa wengine wakabadilike, sio kuwachochea, sio kuwaachia vita, bali kuwaachia baraka. Wale watu wameokoka wanaheshimu ndoa, na ndio maana maandiko yanasema kila ndoa na iheshimiwe na watu wote. Katika hiyo hali kuna kipindi itafika utamwambia Bwana, katika hii majaribu unikumbuke, na Bwana atakukumbuka. Isaia 38 inasema wakati Ezekieli alikuwa mgonjwa, alipopelekewa ujumbe na nabii Isaia, akamwambia ugonjwa huu sio wa kupona. Huu ugonjwa ni wa kifo. Kwa hivyo tengeneza mambo ya nyumba yako. Na yeye hakutengeneza kwa maana alijua, alisatengeneza mambo na Mungu samani. Maandiko inasema akaangalia ukuta, akamulilia Mungu, akamwambia Mungu, mimi ni mwaminifu katika nyumba yako yote. Uaminifu inamaanisha nini? Tukisema ni 200 development unatoa. Tukisema ni fungo unatoa. Ukiingia hapa hata kama kanisa ni kubwa wengine hawajaingia, unaweza fagia, unaweza osa bila kulalamika. Nani anaweza fanya hivyo? Hawakuingia leo. Mwenye kuosa hii hapa peke yake hakuingia.
Hayuko? Hayuko peke yake hivi. Mbona inui mkono basi? Yaani unafanya unajua sifanyii wengine kwa sababu hawajafika. Sitafanyia Wilita kwa sababu hajafika. Nafanya Mungu wa mbinguni aone. Bwana asifiwe. Nimekuja kufanya hii kazi ili Mungu aone. Kuna siku utakuwa kitandani, maana tuko duniani. Kuna siku utakuwa kwa majaribu. Kuna siku hata ajali inaweza tokea. Mwambie Bwana Yesu, katika hii hali unikumbuke, maana mimi ni mwaminifu katika nyumba yako. Hiyo neno tu, mimi ni mwaminifu katika nyumba yako. Kuna kipindi kingine kunahitajika maombi ya emergency. Utaambia Mungu nini katika hiyo emergency? Emergency ilipokuja kwa Ezekieli, yeye mwenyewe alimwambia Mungu, nikumbuke, maana mimi ni mwaminifu katika nyumba yako yote. Ni mwaminifu. Bwana akasema na nabii mara ya pili kwamba mtumishi wangu Isaia, nimesikia yule ambaye ameomba Ezekieli, nimeondoa magonjwa na nimempa bonus. Tupie Yesu makofi. Na nimempa bonus ya miaka 15 ya kuishi tena, kwa sababu uaminifu aliyetacha ni wa ukweli. Haleluya. Wewe utaambia Mungu nini? Uko na kitu utaambia Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani utakumbuka umwambie Mungu? Kama ni fungo nimetoa, kama ni watoto wale wako chini wakati walichangia waende shule, mimi nilichanga, naomba Mungu nikumbuke. Haleluya. Nimeosha kanisa yako, nimefanya usafi, naomba Mungu nikumbuke. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni kitu gani utamkumbusha Mungu wakati dhoruba, wakati majaribu, wakati mateso, wakati kilio, wakati maombolezo itakapokuja? Utakuwa na nini ya kumwambia Mungu? Na mimi ni mtumishi wako, nimeokoka. Utamwambia nini? Heli leo ambao umesikia sauti hii, uachane na mambo kama hayo ya usherati na uchawi na mengine. Uwe na kitu ya kumwambia Mungu ya kwamba, Mungu wa mbinguni, naomba unikumbuke, maana nilikuwa mbaya hapo zamani, lakini niliwacha. Umwambie Mungu, unayebadilisha, ulinibadilisha, na mimi nimefanya kazi yako, naomba Mungu nikumbuke. Katika hiyo hali Mungu atakukumbuka. Mungu atakunenea baraka kama vile alinenea Ana, kama vile alinenea Abraham, kama vile alinenea Ezekieli. Na wewe yale magonjwa ya kifo Mungu atayaondoa atakapoona uaminifu. Atasema ni ukweli, huyu ni mtoto wangu. Vile maandiko imesema ya kwamba wengine watabadilishwa, wewe watoto wa Mungu, naye Mungu ni baba yao. Kwa hivyo Mungu akiwa upande wetu, nani tena atakuwa kinyume na sisi? Hata kama tutapitia lingumu, yeye yuko karibu, atupanguje machozi, aondoe hiyo kilio, alete amani, alete uzima, ili tuweze kumuinua, tuweze kwenda na kusema, hakika Bwana, tumeona wema wako. Ni kitu gani utamwambia? Usherati utamwambia, uchawi utamwambia, maana amesema utubu utoke ndani, ili uweze kuona baraka, ili uweze kuona neema hii, na kumwambia Bwana, ni kweli nimekubali kubadilika. Haleluya. Umwambie Bwana, ni ukweli nimeona dhambi na makosa yangu, na hiyo injili ni yangu, na baba yangu na Mungu wangu, nimekubali kubadilika na kuongea yaliyo ya haki na ukweli. Wakati mtumishi wako ataomba, na mimi unikumbuke. Haleluya. Tusimame mbele za Bwana, umwambie Bwana, unikumbuke na mimi, kwa sababu maandiko yamesema ulimfunulia Isaia, ukamfunulia mitume wa manabii wa kale, ukafunulia tena Yohana, naye akanena mambo mazuri ya kifalme, kwamba aliona nchi mpya na mambo mapya, na mambo ya kale Mungu ayabadilishe. Wakati umekubali, ili Bwana atembee na wewe katika dhiki, katika magonjwa, katika shida, katika taabu, katika ukataliwa, mwambie Bwana, tembea na mimi. Na kama moja ya hizi zimetachwa uko ndani, mwambie Bwana, nimekubali kubadilika, nisamehe dhambi na makosa yangu, niondolee hilo inanitesa,
na kuniweka mbali na utakatifu wako, ili nami niweze kubarikiwa. Haleluya. Santarabosi karadora dai. Nenge Yesu ribaganta saidare kai. Bori tarabosika Yesu ribai. Mungu mwenye rehema, mtakatifu wa Israeli, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho Baba, kimbilio na tegemeo. Takasa kanisa lako, takasa wapendwa wote, takasa waseko wa mama, wafundisha sheria zako, mahali wameasi Baba, na kutoka katika njia yako, uwasamehe uwatakase, ulechese neema yako, ulechese neema na baraka zako kwao, ili nao waito wabarikiwa, kwa sababu ni Mungu. Umejaa rehema, umejaa neema, uinuliwe milele. Mungu mwenye heri, Mungu mwenye mamlaka, utukuzwe Baba. Mungu wa Israeli, unastahili Baba, unastahili Jehova. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu unayebadilisha hali zote, unayetenda makubwa. Wengine wanatamani kukaribia kuabudu, lakini wamelemewa na hiyo mapepo ya usherati na uchawi. Papo ingilie kati, yule atatubu akimaanisha aliye mmoja ya hizi Baba, umrehemu leo, umutakase leo, umuondolee kila roho inatesa yeye, ili ayatende mapenzi yako vile maandiko yamesema. Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, hakika wewe ni Mungu. Fadhili zako ni za milele. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wewe ni kimbilio na tegemeo Baba. Wewe ndiyo Mungu nayeleta maji ya uzima katika uokovu Jehova. Ori tarabosaya. Nenge Yesu radin. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa kubadilisha, Mungu wa kuinua, Mungu wa maagano. Wewe ni Mungu umejaa rehema. Wale wametoka Baba katika njia yako, neno hili la uzima liwalecheza Baba katika laini ya utatu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Uwalecheza Baba katika utakatifu kwako, katika jina la Yesu. Maandiko yamesema wachawi hawataingia, wasisi hawataingia, uripai wao hawataingia, wasioamini hawataingia. Watakasa wa Kristo wote, kwa sababu yeye ni Bwana. Maandiko yamesema tutapanguzwa majozi katika dunia hii. Tumelia Baba, tumepitia hali ngumu. Utukumbuke Baba, utukumbuke Rabi, ukumbuke kanisa lako. Uonekane Mungu wa rehema. Yule amekubali kutubu dhambi na makosa yake, umkumbuke Baba, umkumbuke Jehova. Furi tarabosaya, katika ufunuo huu katende makubwa. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni mwenye nguvu. Utende makubwa, ukaribu kila mipango ya Shetani katika jina la Yesu. Utawale Baba, utawale Jehova, uonekane mfalme, kwa sababu ni Mungu. Neno lako liko na nguvu na mamlaka yote yake mbinguni yako. Sisi ni watoto wako. Pori tarabosaya, tumenyenyekea Baba. Mwambie Bwana umenyenyekea. Tumenyenyekea Baba, tumenyenyekea Baba, tumenyenyekea Baba, tumenyenyekea mbele zako. Tumenyenyekea Baba, sisi ni watoto wako. Tumenyenyekea Baba. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, ninatubu Baba kwa niaba ya kanisa. Uwarehemu, uwatakase, uwasamehe Baba dhambi na makosa katika jina la Yesu. Rotorobosi karabai. Nenge Yesu radhi. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo tena mwisho. Badilisha yote katika jina la Yesu. Tamaraki na utawale. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka. Wewe ni Mungu, wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye huruma. Usukise neema kwa washerati Baba, waone dhambi na makosa yao, wabadilike Baba, wakurudie Baba, wabadilike Baba, wakurudie Baba, wabadilike Baba. Oh Jehova Mungu, wabadilike Baba, wenye dhambi Baba, warejee Baba katika neema ya imani. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni mfalme Baba, wewe ni mwenye rehema. Neno lako Baba liko na nguvu na mamlaka. Wacha neno hili liwabadilishe, liwabadilishe. Oh ribai, wacha neno hili liwabadilishe Baba, liwabadilishe Baba, liwabadilishe Baba. Wale wamebebana na roho isiyo yako Baba, ikiwa ni ya uchawi, ikiwa ni ya usherati, ikiwa ni ya uoga, ikiwa Baba ni ya kutoamini, uwaondolee Baba, uwaondolee Baba, uwaondolee Baba. Kila roho mbaya isiyotokana na wewe tumekataa. Buri tasadar kai, iondolewe kila roho isiyotokana na Mungu.
kiwa ni ya uchawi iondolewe, kiwa ni ya uganga iondolewe, kiwa ni ya usarati iondolewe. Kataa kila roho unajua inasumbua maisha yako. Kataa, mwambie Bwana Yesu umekubali dhambi na makosa. Umwambie ukweli ili Bwana akutendee. Kama ni ya uongo, mwambie Bwana wewe ni muongo. Mwambie Bwana akurehemu. Mwambie Bwana akusamehe dhambi na makosa. Tubu mbele za Bwana. Ni wakati wa kutubu na kurejea ili upate utakaso. Mwambie Bwana mahali umekosea njia, unataka marekebisho, unataka urejesho. Mwambie Bwana ukweli. Haleluya. 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 Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma. Wewe Mungu sio mwepesi wa hasira Baba. Naomba rehema. Naomba rehema. Naomba rehema Baba. Naomba msamaha Baba. Uwatakasa Baba. Uwasamehe Baba katika jina la Yesu. Uwasike mkono Baba wale wametubu wakimaanisha Baba, maana maandiko yanasema imani inafanya kazi kwa wale wameamini. Yule ameamini na kutubu Baba na kujirekebisha katika njia yake. Hiyo pepo ilikuwa inamsumbua, sasa kipindi hiki uiondoe, uiondoe, uiondoe. Mwambie Bwana Yesu umekataa kila roho isiyotokana na yeye, roho ya usherati, roho ya uchawi, roho ya uwaji, roho ya uoga. Mwambie Bwana umekataa, umekataa. Bwana Yesu mwambie umekataa, mwambie umekataa. Ni wakati wa kutubu. Tubu mbele za Bwana, mbele za Bwana Yesu. Mwambie umekataa, mwambie Bwana Yesu kweli, ndio hiyo pepo ikuondokee. Uwe huru katika jina la Yesu, uwe huru katika jina la Yesu. Rabaganta saida nenge Yesu lebai tamaraki Baba, tawara Baba, onekana Baba, onekana Rabi, watakasa Baba, waose Baba, wasike mkono. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, mwenye rehema, mwenye mamlaka. Ni wewe Mungu, ni wewe Jehova, Mungu wa uzima. Ni wewe Baba, uinuliwe milele. Yule anaongozwa na roho isiyotokana na wewe tunakataa Baba, iondolewe roho ya Shetani, mapepo na majini na usherati Baba na mabaya ibilisi. Iondolewe roho ya Shetani, iondolewe, ikatae kabisa, ikatae katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu umekataa usherati, umekataa. Mwambie Bwana, mwambie Bwana umekataa, mwambie Bwana Yesu umekataa. Rabai Baba radhini Baba rebai, mwambie Bwana Yesu umekataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie ukweli, kama ni uchawi umekataa, kama ni uongo umekataa, kama ni wizi umekataa. Ribai, ratin, mabaya yote ya Shetani ondoa Baba, ondoa, 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 ondoa mabaya katika jina la Yesu. Ondoa mabaya katika jina la Yesu. Kila mabaya Shetani, mwambie Bwana Yesu, kila mabaya Shetani akuondolee, akuondolee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, ni wewe Mungu Baba, ni wewe mwenye rehema, ni wewe Mungu leta uzima, ni wewe Mungu Jehova ubadilisha hali yote ya kimapepo na kishetani na kurehemu watu wako. Wastahili Baba, wastahili Jehova, wastahili Rabi, wastahili Mungu wa Yakobo. Umejaa rehema, umejaa neema. Maandiko yanasema walipoomba kwa Israeli walimaanisha. Uliwakumbuka Baba, wakumbuka washerati, wasamehe dhambi na makosa, waondolee hiyo roho isirudi kwao tena. Wasamehe Baba, wasamehe, wasamehe Baba, wasamehe Baba, wasamehe Baba, uondoe upanga juu yao milele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yule ameamua kutubu na kukataa ile roho anajua na msumbua, umukumbuka Baba, umukumbuka Kristo, umukumbuka Mungu mwenye rehema, umukumbuka Baba, umukumbuka Rabi. Katende mema kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu. Umejaa rehema, umejaa neema. Unastahili, unastahili, unastahili Baba, unastahili Kristo, unastahili Kristo, unastahili Kristo. Unaweza utamaraki na utawale
nimewaombea rehema, nimewaombea toba, nimewaombea msamaha Baba. Yoyote ameasi kwa hayo mambo yote umesema katika maandiko, uwasamehe Baba, uwasamehe Baba, uwasamehe Baba, uwatakasa Baba, uwatakasa Baba. Yule aliye na hiyo roho ya kuua, umsamehe Baba, umsamehe Kristo. Yule amekubali kutubu na kurejea, umsamehe Baba, umsamehe Kristo. Utamaraki na utawale, katende mema, kwa sababu yeye ni mwema. Togori bagantara bosaya, nenge Yesu ri bagantara bosika radai, nenge Yesu ri bagantara bosika, bori tasaidare kai, nenge Yesu radin. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye mamlaka. Kulingana na maandiko, Petero alipotubu na akakubali dhambi na makosa yake, alisamehewa akaishi. Juda akakataa, akachuta, akajinyonga. Mungu mwenye rehema, yule mserati, yule mchawi, yule muongo, yule akona uoga kati ya hizo dhambi zote, yule amekubali kutubu, msamehe Baba, msamehe Baba, msamehe Baba, msamehe Baba. Tamaraki na utawale, bori tasaidare kairadin. Mungu mwenye rehema na mwenye mamlaka, ni wewe Mungu, ni wewe Jehova, ni wewe mwenye mamlaka. Litakaza kanisa lako, liose tena, liose tena, kwa sababu ni Mungu. Liose tena, wala hawajakuwa na imani moja, wafungue Baba, wapate kuwa na imani moja katika Kristo Yesu. Utamaraki na utawale, kwa sababu ni Mungu. Yoyote amebepana na hiyo mambo yote imetacha maandiko, umsamehe Baba. Muongo umsamehe, mserati umsamehe, mchawi umsamehe. Yule amekubali, yule amekubali, yule amekubali. Kama wewe ni muongo, kama wewe ni mchawi, kama wewe ni mserati, kama wewe ni msengenyaji, kama wewe ni mzinzi, na umekubali, uche mbele uombewe, Mungu akukumbuke. Kwa hayo yote ametachwa, ukichua kuna moja inakusumbua, Bwana ameitana akurehemu na akusamehe. Nataka niwaombee rehema na toba ya msamaha na upatanisho kati yenu wale wamekubali na Kristo, ili mupate ondoleo la dhambi na msamehewe dhambi na makosa. Mwanzo mpya katika Kristo. Aitana na kusema Roho wa Bwana ako tayari. Fungua roho ingie, akuose, akutakase, akutangulie, akuongose, akutende mema, aondoe uchafu wote kwa maisha yako, akunene baraka. Santarabosaya, nenge Yesu rebai. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka Baba, Mungu wa Yakobo, wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye huruma. Hawa wapendwa Baba wamekupigia magoti kwa sababu ni Mungu, maana wanaomba mabadiliko kwa maisha yao, wanaomba utakaso kwa maisha yao, wanaomba msamaha kwa maisha yao. Uwakumbuka Baba, uwasamehe Baba dhambi na makosa yao. Unawajua vyema, wewe ni Mungu muumba mbingu na nchi. Walio washerati uwasamehe Baba, kwa maana wamekubali. Walio wachawi Baba uwasamehe Baba, maana wamekubali. Walio waoga Baba uwasamehe Baba, maana wamekubali. Wauaji Baba uwasamehe Baba, maana wamekubali, maana wamekubali, maana wamekubali dhambi na makosa yao. Warejeze tena, waose tena, waose tena, waose tena na damu ya Yesu. Waose tena Baba na damu ya Yesu, maana wamekubali. Waose Baba, waose Baba na damu ya Yesu. Waose Baba yangu na damu ya Yesu. Uchawi uondole, usherati uondole, mapepo yote na majini Baba naomba uondole sasa, naomba wakomboe. Naita Baba roho ya ukombozi, roho ya ukombozi, roho ya ukombozi, sukiza kwao sasa.
roho ya ukombozi. Sukisa Baba, roho ya ukombozi. Sukisa juu yao. Ndio. Sukisa Baba, ukombozi. Ita Bwana Yesu, mwambie ukombozi. Ukombozi, wakomboe kutokana ukora, uongo, uchawi, uwaji, maovu yote. Iondolewe sasa. Iondolewe. Kazi yote ya giza na majini iondolewe. Vifungo iondolewe. Uchawi wa Shetani roho iondolewe. Pepe ya usherati iondolewe. Kifungo ya Shetani na roho ya kuua yote iondolewe. Oh, haleluya. Bori tasaida. Nenge Yesu rebai. Naomba sasa roho mpya, roho ya utakaso, roho ya uokofu iwasukie sasa. Yes. Roho ya utakaso. Ndio Baba. Roho ya utakaso itawale. Ndio Rabii Baba, Rabai tena. Yes. Roho Mtakatifu tawala sasa. Tawala Baba. Holy Baba. Holy Latin. Tawala. Roho Mtakatifu. Tawala sasa. Ndio Baba wa neema. Tawala. Mungu wa Yakobo. Tawala. Wakombolewe. Yes. Roho Mtakatifu. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Tawala. Ondoa maovu yote. Iondolewe na Roho wa Bwana. Tawala Baba. Waisraeli walikombolewa. Nabii powerful Christian Church ikombolewe. Kanisa lako likombolewe. Ndio Baba. Ndio Mungu wa Yakobo. Mungu wa neema. Komboa kanisa lako. Komboa sasa. Komboa Baba. Komboa kanisa lako. Komboa Rabii. Ndio Baba. Ndio wakombolewe. Neema ya Roho. Walipoamini walipokea. Walipoamini walifunguliwa. Walipoamini walipokea neema. Mwache abarikiwe wewe. Baba mchafu. Mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Tawala Baba. Onekana. Mwache abarikiwe. Baba mchafu na kuamuru. Baba mchafu katika jina la Yesu. Mwache abarikiwe. Jina la Yesu. Mwache akombolewe na abarikiwe. Asema Bwana afunguliwe. Bwana amesema afunguliwe. Hauna mamlaka juu yake tena. Hauna mamlaka. Ni Bwana amesema. Abarikiwe. Haleluya. Mungu mwenye rehema. Mungu mwenye mamlaka. Maandiko yamesema walipoamini mateso iliondolewa. Walipoamini walipata neema. Walipoamini walipata kibali. Walipoamini roho alisuka. Walipoamini roho ya mateso na majini iliondolewa kwao. Walipoamini walipata neema mpya. Walipoamini Bwana aliwachasa. Bwana aliwaondolea mateso na kilio. Walipokea neema. Walipoamini Bwana aliwagusa. Bwana alibadilisha maisha yao. Yalibadilika. Walipata neema. Mateso yote iliondolewa. Mapepo yote. Chunga hiyo mashini. Iliondolewa. Machini yote iliondolewa. Kila vita ya Shetani, mateso yote iliondolewa. Bwana alionekana kwao kwa maana waliamini. Walipoamini. Mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Mwache abarikiwe na kuamrisha
nimekuja kukutesa, nimekuja na moto, nimekuja na moto wa mbinguni. Mwache abarikiwe, mwache abarikiwe, mwache abarikiwe. Magonjwa na mateso iondolewe yote, iondolewe yote. Asema Bwana awabariki, Bwana awainue. Yeye ni mwenye huruma, yeye ni mwenye mamlaka. Ametawala dunia yote, Bwana ametawala. Bwana ameyatenda yaliyo mapenzi yake. Bwana ametenda yaliyo mapenzi yake. Bwana ametenda yaliyo mapenzi yake. Bwana ameyatenda 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 mapenzi yake. Ameondoa kilio, ameondoa mateso, ameondoa vita vya yule mwovu. Bwana ametenda mambo makubwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vifungo ya ibilisi inaondolewa. Alisema wabarikiwe, alisema Bwana wabarikiwe, wapate neema mpya katika jina la Yesu. Mwache abarikiwe, mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Wabarikiwe, asema Roho wa Bwana, wabarikiwe, 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 abarikiwe katika jina la Yesu. Wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe katika jina la Yesu. Wabarikiwe, waondolewe hiyo roho, hakuna kurudi tena. Amesema Bwana Yesu, hakuna kurudi mabaya. Bwana ametakasa. Bwana Yesu ametenda yaliyo mema. Yeye ni mwaminifu, ameachilia neema na baraka jinsi anapenda. Yeye ni mwenye rehema, mwenye huruma. Amesema anapangusa majosi na kuondoa mapaya yote na kurejesha yaliyo mema katika jina la Yesu. Mungu ni mwenye huruma, mwenye neema na ni mwenye mamlaka. Neema yake siku zote inatosha katika jina la Yesu Kristo. Mungu anabadilisha, anatenda makubwa. Yeye ni mwaminifu. Amen. Hakuna matatizo
mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama, hakuna matatizo. Yesu alienda kutuandalia makao tutakayoishi milele. Yesu alienda kutuandalia makao tutakayoishi milele. Yesu alienda mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama, hakuna matatizo. Duniani sio kwetu. Mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama,
mwisho wa safari na kuza dunia, karibu tutafika huko nyumbani kwetu. Nasi kama Waisraeli wa sasa tunasafiri katika dunia hii, mwisho wa